wazo nzuri ambayo inapaswa iungwe mkono na kila mtu, pamoja na kuokoa gharama kwa ununuzi wa pamba, lakini tija inaonekana kwa sababu jusikati tumeweza kupata data ambao siku zote hatupati vijijini, ya idadi ya acreage, idadi ya wakulima, lakini pia mahitaji ya wakulima wetu. Kipindi cha nyuma mbegu ilikuwa inapelekwa tu bila utaratibu, lakini kwa sasa hivi DBT inatoa mwanga ya kutoa idadi ya kiasi gani ambacho kinahitajika. Kwa hivyo niseme tu ni kinachohitajika ni kuboresha tu kwa utaratibu wa DBT. Tumetambua siku zote ni kwamba watu wanasema kuongeza tija, lakini hakuna mtu amewahi kutaja afya ya udongo, ambao hivi karibuni tumeona DBT wamekuja na utaratibu wa kutengeneza mbolea ambayo inaitwa mbolea hai, ambayo imesaidia sana sehemu nyingi ambapo tulikuwa tunalima. Tumelima mpaka udongo imekosa rutuba, lakini kwa sasa hivi tunaona kwamba DBT inafanya kazi ya kuongeza rutuba ya udongo na kuangalia afya ya udongo kwa kutengeneza mbolea aina ya kilimo hai, mbolea hai. Lakini kingine ambacho wanakifanya ambacho hatuwezi kubeza ni kupeleka elimu kwa wakulima. Tumeshuhudia kongamano nyingi na washa nyingi sana ambao watu wa DBT wamefanya na kutembelea wakulima. Kwa hivyo niseme tu kwa moja ya vitu ambavyo tunajua vinakosekana nchini ni elimu kwa wakulima, ambao sasa hivi kwenye tatizo kwa utaratibu wa DBT, basi upande wa elimu ni kama sasa tunaishia tumepata ufumbuzi yake. Lakini kingine ni mbegu bora, ambao pia tukipata mbegu ambayo tunatumia aina ya UK08 ni kwamba imekaa kwenye soko muda mrefu, kwa hivyo imechoka. Tunaomba wale watafiti watoe mbegu mpya ambao inaweza kutuwezesha kuongeza tija, lakini kuendana na mabadiliko ya tabia ya nchi na wadudu wameongezeka. Kwa hivyo tunataka mbegu ambao inaweza kutusaidia kuongeza tija, lakini pia kukabiliana na hali ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Na tumeona kuna matokeo chanya yanayojitokeza, ambapo kwa wakati huu tunaweza kusema kwamba kuna mabadiliko makubwa sana. Uzalishaji kwa wakulima umeongezeka, kwa wakulima mmoja wale ambao tayari wameshafikiwa, na unaendelea kuimarika. Huwezi kulinganisha uzalishaji wa mwaka jana na uzalishaji wa mwaka huu, kufuata uzalishaji wa mkulima mmoja. Sasa hivi tuna wakulima ambao wanazalisha mpaka kilo 2200 kutoka kwenye ekari moja, kutoka uzalishaji ambao ulikuwa umekuwa wa kilo 250, 350. Lakini kuna baadhi ya wakulima wamefikia kilo 2200, na hao wamefikiwa hivyo baada ya kuwa huduma ya ugani inayoletwa na watu wa hawa maafisa wetu ugani wa BBT imewafikia wakulima na wameelewa na wanafanya hivyo. Leo hii kuna mashamba mengi sana ambayo yanalimwa kwa kufuata nafasi ile ya 30 kwa 60, ili kwa ndani ya ekari moja kuwa kuna miche 44,444. Na kwanza tulikuwa tuna spacing ile ya 40 kwa 90 ambayo miche yake kwa napata miche 22,222. Lakini sasa tumedouble. Kwa unapo double kitu ina maana na uzalishaji unaongezeka. Kwa wale ambao wameshachukua haya mafunzo tumeshaona wamebadilika. Kwa hiyo tumekuja hapa kuona namna bora ya kuweza sasa kuendelea na mpango huu wa BBT na sio kuiondoa BBT. Sisi kama wanunuzi ambao tayari ndio tunafanya nao kazi na ndio ambao tumewaajiri, tunaona kuna tija, na ndio maana hatutaki kuachana na hiyo program. Na huwezi ukasema programu imekuja mwaka huu na leo mwaka huu utapata mafanikio. Hata kibiashara huwa tufanikiwi kwa namna hiyo. Huwa tunakuwa kuna invest leo, lakini unategemea investment yako baada ya miaka 2 au miaka 3 itakulipa.